الله خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع والضلالات. لو katika iman, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kuzitaka swala na salam juu ya kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tunahusiana kumcha Allah tabaraka wa taala, fa innahu qad faza almuttaqun. Na kama alivyotangulia katika utangulizi wake Sheikh wetu Abu Nuwaira wafaqahu Allah tabaraka wa taala, tumekuja katika miji hii ya kusini ziyaratan da'wiyatan, ambayo hii ni ziara ya kidawa ambayo tumuomba Allah tabaraka wa taala ayanfa'na wa yanfa' bina. Tumuomba Allah tunufaishe sisi kwa ziara hii, kwa hii kazi ambayo ni tayyiba, kadhalika na wanufaishe waislamu kwa kazi hii ambayo tunaifanya, na Allah aturuzuku ikhlas fi alqawli wal amal. Tayyib, tumekutana hapa katika muda huu wa magharibi kwa ajili ya kukumbushana machache ambayo yanafungamana na dini yetu, na jambo ambalo nimekusudia kuzungumza na nyinyi ndugu zangu wa maeneo haya, nimekusudia kuwafikishia zawadi hii inayohusiana na tabia njema, alkhuluqul hasan, ubora na umuhimu wa Waislamu kujipamba na tabia njema. Mada hii ya tabia njema na ulazima wa Waislamu kujipamba na akhlaqul fadila, tabia mzuri, tabia zenye kumridhisha Allah tabaraka wa taala, ni jambo lenye umuhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Ni jambo ambalo lina mazuri mengi, na hapa tutayataja baadhi ya faida na fadhail za husnul khuluq, za mtu kuwa na tabia mzuri. ومن فضائل حسن الخلق, miongoni mwa faida za tabia njema, annahu athqalu shay'in fi mizan al-a'mali yawm al-qiyamah, ni kwamba jambo hili la mtu kuwa na tabia njema, tabia mzuri, ni jambo na ni katika matendo yatakokuwa mazito katika mizani ya kupima matendo siku ya kiyama. Jambo hili la khuluqul hasan athqal fi almizan yawm alqiyama, wa anna ahsana an-nasi khuluqan aqrabuhum manzilan min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ahabbuhum ilayhi. Kadhalika katika faida na ubora wa Uislamu kujipamba na tabia mzuri ni kwamba Muislamu mwenye kujipamba na tabia njema, aqrabuhum manzilan, atakuwa karibu mno na Mtume sallallahu alayhi wasallam يوم القيامة, siku ya kiyama. Kwa kadri mtu anapokuwa ni mwenye kuzidisha kujipamba na tabia njema,
ndivyo anavyojikurubisha kuwa karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam يوم القيامة, siku ya kiyama. Wa ahabbuhum ilayhi, kadhalika Muislamu mwenye kujipamba na tabia njema ndio mtu anayependeka zaidi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko watu wengine. Kadhalika katika faida za tabia mzuri, wa annahu min akhlaqil anbiya'i was-salihin, tabia njema ni miongoni mwa tabia za manabii na mitume na waja wema. Tabia njema ni katika tabia walizokuwa nazo mitume wa Allah alayhimus salam, kadhalika ndio tabia za waja wema. Waja wema hawakuwa waja wema isipokuwa ni kwa kujipamba na tabia mzuri, kadhalika na mambo mengine yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah ta'ala yubghidhu al-fahisha al-badhi, kadhalika katika mambo yanayoonyesha ubora na umuhimu wa tabia njema ni kwamba Allah tabaraka wa taala anamchukia kila mtu mwenye maneno machafu, kila mtu mwenye kufanya matendo machafu, kadhalika na mwenye kinywa kichafu. Kwa maana mtu asiyeongea yanayomridhisha Allah tabaraka wa taala, anapoongea basi anazungumza yale yanayomchukiza Allah tabaraka wa taala. Kila anapoongea anaongea maneno ya karaha, maneno ya adha, kumuudhi Allah tabaraka wa taala au kuwaudhi wanadamu wenzake. Allah tabaraka wa taala ampendi mwanadamu, ampendi mja wake mwenye tabia mbaya, mwenye maneno machafu. Allah tabaraka wa taala hampendi mja huyo. Wa annahu kamalul iman, kadhalika miongoni mwa faida za tabia njema ni kwamba ndio katika vitu vyenye kukamilisha imani. Al-khuluqul hasan, tabia njema, min mukammilati al-iman, ni katika vitu vyenye kukamilisha imani ya mtu. Kwa kadri ambayo Muislamu anakuwa ni mwenye kujipamba na tabia njema, basi ufahamu ya kwamba ndivyo unavyozidi kuimarisha imani yako, ndivyo unavyozidisha imani yako. Tunafahamu ya kwamba ahlus sunnah wal jamaa huwa al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqadun yazidu wa yanqus. Nafahamu kwamba imani inazidi na kupungua. Yazidu bitaa, inazidi kwa kufanya taa, kufanya ibadati. Kila unavyozidi kufanya ibada ndivyo unavyozidisha imani yako. Wa yanqusu bil maasi, lakini pia inapungua imani yako kwa kufanya maasi. Kwa kadiri unavyofanya maasi ndivyo imani yako inavyopungua. Kwa katika matendo ambayo yanazidisha na kuongeza imani, al-khuluq al-hasan, ni mtu kujipamba na tabia njema. Na nimechagua leo kuongea na nyinyi mada hii. Sikumwambia shekhi nakuja kuongelea nini. Mada ziko nyingi hapa. Nilipokaa hapa nikaona ngoja nizungumze na Waislamu mada hii ya tabia njema. Kuna haja ya kuzungumza na nyinyi mada ya tauhidi, umuhimu wa tauhidi, madhara ya shirki, kwa sababu Waislamu wengi wamejikita katika ushirikina na wengine wanaingia katika uchawi, wahum la yashurun, hawajui kwamba ni wachawi. Lakini maadhalika, pamoja na umuhimu wa mada hii ya tauhidi na kadha, bila shaka mnasomeshwa hapa tauhidi na mnafahamishwa ubora wa tauhidi na madhara ya shirki. Kadhalika nikapenda kwamba leo na maeneo haya ya wanaitwaje Mambamba, niwaachie zawadi hii ya tabia njema, kwa sababu hii pia ni mada ambayo ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam
amelihimiza mno umma wake na akasisitiza waislamu kujipamba na tabia njema, kama ambavyo tutakujaona maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na tuishike mada hii, tuisikilize kwa makini, tuyafanyie kazi sisi, lakini pia tuyapeleke katika majumba yetu, kadhalika tuyapeleke katika jamaa zetu na wengineo kwa ujumla, baada ya kuwa sisi wenyewe tumeyafanyia kazi. يقول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء، anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ma min shay'in athqalu fil mizan yawm al-qiyamati min khuluqin hasanin, hakuna jambo ambalo litatia uzito katika mizani ya mja siku ya kiyama kama tabia njema. Katika matendo yako unayoyafanya ambayo yatakuwa ni msaada kwako wewe na yataupa mzani wako, mzani wa matendo yako yataufanya kuwa ni mzito, hakuna kama tabia njema. Asema hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min shay'in athqalu fil mizani يوم القيامة من خلق حسن, kuliko tabia njema. Hakuna jambo ambalo litatia uzito katika mzani wako wewe Muislamu siku ya kiyama kama tabia njema. Siku ya kiyama tunafahamu waislamu kwamba tutapimwa sisi, yani atapimwa mtu, yatapimwa matendo yake, kitapimwa kitabu chake, vitabu vyake vya matendo vitapimwa, kadhalika na yeye mwenyewe atapimwa, kadhalika na matendo yake yenyewe yatapimwa. Sasa matendo ambayo yatatia uzito katika mizani yako siku ya kiyama kubwa sana ni jambo la tabia njema, al-khuluqul hasan, kujipamba na tabia njema. Fa inna Allah ta'ala, akaendelea kusema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwani Allah tabaraka wa taala la yubghidhu al-fahisha al-badhi, ni mwenye kumchukia mtu mwenye kufanya matendo machafu, kadhalika na mwenye kinywa kichafu, mwenye kufanya matendo machafu na mwenye kuzungumza maneno yaliyokuwa machafu yasiyoridhiwa. Hadithi hii ameitoa Imam Tirmidhi, kadhalika na Imam Abu Daud na Imam Ahmad ibn Hanbali rahimahullahu ta'ala, na ameisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullah. Fa husnul khuluqi dalilun ala husni din, wanasema ahlul ilmi, mtu kujipamba na tabia njema, Muislamu anapokuwa ni mwenye kujipamba na tabia njema, hiyo ni dalili tosha ya uzuri wa dini yake. Hiyo ni dalili tosha inayomwashiria mtu huyo kwamba ameshikamana inavyotakiwa, ameshikamana vizuri na dini yake, kwa muda ambao Muislamu atakuwa ni mwenye kujipamba na tabia mzuri. Li'annahu tathbiqun amali liawamiri Allahi wa rasulih, kwa sababu kufanya hivyo, kujipamba na tabia njema, ni kutekeleza kimatendo maamrisho ya Allah tabaraka wa taala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Haya ni maneno ya Mtume alayhi salam, anabainisha ubora na umuhimu wa tabia njema, na kwamba ndio kitu ambacho kitakuwa kizito katika mizani ya matendo yako mema siku ya kiyama. Kadhalika anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameitoa Imam Tirmidhi na ameisahihisha Sheikh al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhim, hadithi ya Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamati ahasinukum akhlaqa. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam,
inna min ahabbikum ilayya, wa hakika mfahamu ya kwamba watu ambao wanapendeka zaidi kwangu mimi katika nyinyi, watu ambao nawapenda sana katika nyinyi kuliko watu wengine, wa aqrabikum minni majlisan, na watu ambao watakuwa karibu mno katika makazi siku ya kiyama huko peponi, watu ambao watakuwa karibu yangu mno kuliko watu wengine. Ahasinukum akhlaqa, ni wale watakaokuwa na tabia njema. Waislamu watakaoishi hapa duniani wakiwa ni wenye kujipamba na tabia njema, tabia zenye kumridhisha Allah tabaraka wa taala, basi watu hao ndio watakaokuwa karibu mno na mimi siku ya kiyama. Ni kheri iliyoje Muislamu kuwa karibu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam peponi. Ni kheri iliyoje. Allah aturuzuku kuingia peponi na atujalie tuishi pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yani tuwe karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na katika yale ambayo yatatufanya sisi tuwe karibu na Mtume alayhi salam peponi, husnu al-khuluq, ni kujipamba na tabia njema, kujipamba na tabia mzuri. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo yanaashiria ubora na umuhimu wa tabia njema, na kwamba jambo hili linamfanya mtu aweze kupendeka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini pia litamkaribisha mtu huyu na karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama. Pia anasema Mtume alayhi salam katika hadithi ya Abdullah ibn Amri ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam annahu qala, huwa Mtume alayhi salam asema, inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa, kwa hakika wabora wenu, watu waliokuwa bora katika nyinyi kuliko wengine, ahasinukum akhlaqa, ni wale wenye tabia mzuri. Wale wenye tabia nzuri, hawa ndio watu waliokuwa bora zaidi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hadithi hii ameitoa Imam al-Bukhari kadhalika na Imam Muslim. Inaonesha hadithi hii ya kwamba ili mtu aweze kuwa ni mwema, ni mtu bora, ahesabiki kuwa ni mtu bora inda Allahi tabaraka wa taala, ni mtu atakapokuwa ni mwenye kujipamba na tabia njema. Kwa kiasi ambacho Muislamu unazidi kujipamba na tabia njema, basi ufahamu ya kwamba unazidi kuwa mtu uliokuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu unayafanya yale yanomridhisha Allah jalla fi ula. Anasema Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika sharhi ya Sahih Muslim, alipokuwa akielezea hadithi hii, fihi alhathu ala husni alkhuluqi, ndani ya hadithi hii kuna kuhimiza juu ya tabia njema. Mtume sallallahu alayhi wasallam anahimiza watu kujipamba na tabia njema, wa bayanu fadilati sahibihi. Kadhalika katika hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anabainisha ubora na utukufu wa mtu mwenye tabia njema, kwamba mtu mwenye tabia njema ni mtu aliyekuwa mbora kuliko watu wengine. Wa huwa sifatu anbiya'illahi wa awliyaihi. Imam an-Nawawi akaendelea kusema, na hii tabia njema, mtu kujipamba na tabia njema, jambo hili ni sifa ya manabii wa Allah. Tabia njema ni katika sifa za mitume wa Allah tabaraka wa taala, wa awliyaihi, kadhalika na mawali wake. Watu waliokuwa wema, miongoni mwa sifa zao ni husnul khuluq, kujipamba na tabia njema.
Anasema al-Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, maneno yake haya ameyasema akiwa anatafsiri hadithi, lakini pia akiwa anaelezea kwa ujumla maana ya al-khuluqul hasan, maana ya tabia njema. Sasa mwingine anaweza akawa anasikiliza hadithi hizo ambazo tumezisoma, lakini akawa bado hajaelewa tabia njema ndio kitu gani. Ina maana mimi hapa nilipo na tabia njema au sina? Kwa hivyo Muislamu anatakiwa kutega masikio na uweze kuelewa vizuri insha Allah taala. Anasema Hasan al-Basri rahimahullah, kuna maneno hapa ya Hasan al-Basri, kadhalika kuna maneno ya al-Qadhi Iyadhi rahmatullahi taala alayhima, maneno qayyim jiddan. Anasema Hasan al-Basri, haqiqatu husni al-khuluq, uhakika na uhalisia wa tabia njema. Badhlul ma'rufi, ni mtu kufanya wema. Badhlul ma'rufi, ni mtu kufanya wema, kuwafanyia wenzake yaliyokuwa mazuri. Ukafanya jambo lililokuwa zuri kumfanyia mwenzako, hii ni katika tabia njema. Ukamsaidia mwenzako katika jambo ambalo ana haja ya kusaidiwa, hii ni katika tabia njema. Wakafful adha, na kuzuia na kuondosha maudhi, kuwaepushia wenzako kero na adha, hii ni katika tabia njema. Kujitahidi Muislamu kuwatendea mazuri wenzake na kuwaepushia mabaya, hii ni katika tabia njema. Unapoishi na wenzako katika jamii yako, ukawa unawafanyia yaliyokuwa mazuri ambayo yanawaridhisha, wanayapenda, hii ndio katika tabia njema. Lakini pia ukawa si mwenye kuwasababishia majanga na mabalaa, ukawa si mwenye kuwakera, hii ni katika tabia njema. Na hivi ndivyo alivyoishi Mtume sallallahu alaihi wasallam na majirani zake Waislamu, kwa sababu tabia njema haishii tu kwa Muislamu mwenzako, bali hata kwa asiyekuwa Muislamu, maadamu ni jirani yako, ni mtu ambaye unaamiliana naye, basi unatakiwa uamiliane naye billati hiya ahsan, uamiliane naye kwa tabia mzuri, kwa sababu huenda kwa tabia yako hiyo unayoamiliana naye huyo mtu asiyekuwa Muislamu, tabia unayomuonesha mtu huyo, muamala mzuri unayomuoneshea mtu huyo, inaweza ikawa ni sababu Allah akajalia mtu huyo akaingia katika Uislamu ta'thiran, kwa sababu ya taathiri yako ulivyomwathiri, yani kwa sababu ya vile ulivyomwathiri kwa tabia zako. Zile tabia zako zimemvutia mpaka ameingia katika Uislamu. Na hivyo ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia, wakiamiliana na watu, wakitangamana na watu kwa tabia mzuri. Kwa hiyo anasema Imam Hasan al-Basri rahimahullah, uhakika na uhalisia wa tabia njema ni mtu kufanya mazuri, kuwafanyia wenzake na kuwaepushia mabaya. Muombee mwenzako aweze kupata mazuri kama ulivyoyapata wewe, na umuombee mwenzako Allah tabaraka wa taala amuepushie mabalaa kama alivyokuepushia wewe. Hii ndio katika tabia njema. Na haifai na haipendezi kwa Muislamu kumuombea ndugu yake Muislamu apate mabalaa, asifanikiwe katika mambo yake, Allah amuangamize, Allah ateketeze mali yake na familia yake. Hii si katika tabia njema. Hawajaishi hivyo wema waliotangulia, lakini maisha ya sasa baadhi ya watu utakuta wanaishi hivyo. Muislamu akishapata yeye Allah kamruzuku katika fadhila zake, basi utakuta Muislamu huyo anatamani aendelee kupata yeye, rafiki yake au jirani yake yeye aendelee kutaabika,
aendelee kubaki katika hali iliyokuwa ngumu sana ya maisha. Hii si katika tabia nzuri. Tabia nzuri ni wewe kuona mwenzako anaishi katika hali na anapitia maisha magumu, na wewe Allah amekufungulia, ujitahidi kukunjuka mkono wako kadhalika na kifua chako utoe kumsaidia mwenzako. Hii ni katika tabia njema. Kadhalika na kumepushia matatizo na mfano wa hayo, hii ni katika tabia njema. Anasema Imam Hasan al-Basri, wa talaqatul wajhi, kadhalika na kuwa na uso wa bashasha kwa wenzako. Hii ni katika tabia mzuri. Unapokutana na wenzako Waislamu, unasalimiana nao kwa bashasha, unakunjua uso wako unaonekana una nuru, yani unaonesha nuru, unaonesha furaha mbele ya Muislamu mwenzako. Sio unakutana Muislamu umekunja uso, wenyewe wanasema uso akauzu, wanasema yani uso wa mnyama, wenyewe wanasema. Unakutana na mwenzako unasalimiana naye, lakini umenuna kama vile hujala usiku sijui mchana. Hii si katika tabia njema. Na mwingine anakusalimia unamsikilizia tu, au unamwambia dua tu. Mtu anakusalimia assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, anambia dua tu, yani maana yake hutaki hata kuitikia salamu yake. Hii si katika tabia njema, na wako katika Waislamu wanafanya haya. Haya ni maneno ya al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah, akielezea uhalisia wa tabia njema. Kwa hivyo tujitahidi sana Waislamu kufanyiana yaliyokuwa mazuri. Hii ndio katika tabia njema, na tuepushiane yaliyokuwa mabaya. Tusiombeane mabalaa. Yani ukiona nafsi yako Muislamu inapenda kuwaombea wenzake mabalaa, wapate ajali, wapate dhiki, waishi katika hali ngumu, wasifanikiwe kama ulivyofanikiwa wewe, tia shaka katika imani yako. Jaddid imanaka, hakikisha unaichunguza imani yako na urudi kwa Allah tabaraka wa taala, na urekebishe muamala wako na maisha yako. Maisha hayo si mazuri. Maisha ya Waislamu kuombeana mabalaa, haya si maisha mazuri. Tujitahidi sana Waislamu kujiepusha na mambo haya. Anasema Imam al-Qadhi Iyadhi rahimahullahu ta'ala, al-husn al-khuluq, husn al-khuluqi. Anasema Imam Qadhi Iyadhi, tabia njema, husn al-khuluqi, tabia njema, maana yake na uhalisia wake huwa mukhalatatu an-nasi bil jamili, ni kutangamana na watu kwa uzuri. Tabia njema huwa mukhalatatu an-nasi bil jamil, ni kutangamana na watu kwa wema, kuishi na watu kwa wema, kuishi na watu kwa kuwafanyia yaliyokuwa mazuri. Watawaddudu ilaihim, kadhalika na kujisogeza kwa watu wenzako na kujipendekeza kwa wenzako, kwa maana kwa kuwafanyia yaliyokuwa mazuri. Sio kama unajipendekeza kwao ili wapate kukulipa, la, nia yako unawafanyia yaliyokuwa mazuri bitighaa mardhatillah, ukitaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha kana salaf, hivi ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia, wakitangamana baina yao wao kwa wao kwa kufanyiana mazuri na kujikurubisha. Baadhi yao wanajikurubisha kwa wenzao kwa kuwasaidia na kadha, na kuwaondolea adha. Wal ishfaqi alaihim, kadhalika na kuwaonea huruma. Anasema Imam Qadhi Iyadh, katika tabia njema unavyoamiliana na watu, al ishfaqu alaihim, kuwaonea huruma na kuwa mpole kwa wao, kuwaonea huruma wenzako, wabil khusus katika zile changamoto wanazopitia katika maisha haya tunaoishi ya kila siku, usiku na mchana. Tunapitia magumu sana, tunapitia hali ngumu za kimaisha, kadhalika za kidini. Watu wanaishi katika hali ambayo isiyoridhiwa na Allah tabaraka wa taala. Sasa watu kama hawa unatakiwa kuwaonea huruma,
unapomwona mwenzako amepotea, mtu hajaja msikitini bila udhuru wa kisheria, unatakiwa muonee huruma na umuombee dua kwa Allah ya hidayah. Ya Allah, na kuomba muongoze ndugu yangu, na kuomba muongoze rafiki yangu aweze kuwa ni mtu wa ibada. Hakadha kana salaf, hivi ndivyo walivyoishi wema waliotangulia, kuoneana huruma, kadhalika na kusaidiana, wa ihtimalihim, na kustahamili zile changamoto na baadhi ya maudhi ambayo huenda yanapatikana yanakufikia kutoka kwa jamaa zako na marafiki zako na majirani zako. Yani wale ambao unatangamana nao, wale ambao unaishi nao, hamwezi kuishi bila kukosana abadan. Hakuna maisha kwamba mtaishi miaka yote siku zote bila kukwazana, bila kupishana. Hapana bwana, haiwezekani. Sisi ni wanadamu, sisi ni viumbe dhaifu, tunakoseana, tunavunjiana heshima wakati mwingine. Sasa inatakiwa unapokuwa unaamiliana na wenzako ukajikuta umevunjiwa heshima, umefanyiwa adha yoyote, umekerwa, basi unatakiwa uwe na kifua kipana. Unatakiwa Muislamu kuwa na kifua kipana, kwa maana cha kusamehe. Uwe ni mwenye kutahammal mashaqqa na adha za wenzako, unawasamehe lillahi tabaraka wa taala. Yani mpaka inafikia hatua hata yule aliyekukosea ulivyomsamehe, anakukosea tena unamsamehe, anakukosea tena unamsamehe, mpaka huyu mtu iki kitendo ulichomfanyia hiki kinaweza ikawa ni sababu moja kwa moja ya yeye kuacha kuwaudhi wengine tena mpaka nakufa. Inaweza ikawa ni funzo kwake yeye kwamba huyu bwana mimi namkera kila siku, lakini bado ananisamehe, ananistahimilia. Hii inakuwaje? Huyu mtu lazima atajifikiria mara mbili na kujua kwamba huyu mtu ni kwa sababu ya dini. Dini ndiyo iliyomfanya mtu huyu aweze kustahimili shida zote na changamoto ambazo anazipata kwangu mimi. Si kitu kingine, ni dini. Kwamba haya ndiyo mafundisho ambayo tumefunzwa na dini yetu, kutangamana na watu kwa wema na kuwaonea huruma, wasabri alaihim ala almakarihi, na kuwafanyia subra, wasabri alaihim fil makarihi, na kuwafanyia subra katika zile kero na changamoto ambazo zinakufikia kutoka kwao. Inahitaji subra. Muislamu lazima uwe na kifua kipana. Usipokuwa na kifua kipana Muislamu, basi hautaweza kutangamana na watu, hautaweza kutangamana na watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwenye kifua kipana, na hiyo ndio tabia ambayo Allah tabaraka wa taala jabalahu, mpaka Allah tabaraka wa taala akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe Muhammad upo na tabia iliyokuwa kubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwenye kujipamba na tabia njema, kama anavyosema Aisha radhiyallahu ta'ala anhu kwamba tabia za Mtume sallallahu alayhi wasallam kana khuluquhu alquran. Kadhalika na masahaba wake radhiyallahu ta'ala anhum walikuwa ni wenye kujipamba na tabia njema, kwa sababu wamesoma kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam qawlan wa fi'lan. Wamesoma kwa Mtume maneno, wamechukua kwake maneno haya, masahaba wameyachukua kwa Mtume alayhi salam. Na si hivyo tu, bali na vitendo wamechukua kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa bil khusus katika jambo hili ambalo tunaliongelea leo hii na kujipamba na tabia njema. Mwisho anaendelea kusema Imam Qadhi Iyadhi katika maneno yake akielezea maana ya tabia njema: wa tarkil kibri wal istitalati alayhim. Na katika tabia njema, unapoamiliana na wenzako, unatakiwa Muislamu uwe ni mwenye kuacha kujikweza na kujipaisha juu ya wenzako. Wa tarkil kibri, na kuachana na kiburi. Kiburi si katika tabia njema. Kiburi ni katika tabia mbaya na ni kabira min kabairi dhunub, ni dhambi kubwa katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Al-kibru,
mtu kuwa na kibri, kuwadharau wenzake na kujiona kwamba yeye ndiyo mtu aliyekuwa bora, wengine wote mawe tu. Unaona watu wengine mawe tu, hao wanyama tu, hawana thamani. Yeye tu ndio mtu mwenye hadhi. Imma akawa na kibri Muislamu kwa sababu ya elimu aliyojaliwa na Allah. Sasa mtu anaweza akawa na kibri, hakiji tu hivi hivi kibri, bali kibri huwa kina sababu. Imma mtu anaweza akawa na kibri kwa sababu ya elimu, kwamba Allah amemtunuku kuwa na elimu kiasi ambacho aliyomjalia, basi akatakabari bihadha alilm, akajikweza, akawa na kibri na madharau kwa sababu tu ya elimu aliyomjalia Allah tabaraka wa taala. Hii si katika tabia njema. Au mtu anaweza akawa na kibri kwa sababu ya mali aliyonayo. Allah kamjalia kupata mali, basi akawa na kibri na madharau, kuwadharau wenzake ambao hawana mali. Mpaka nafikia hatua mtu, yani kwa ile kibri ilivyokuwa kubwa katika nafsi yake, ilivyomtawala, mpaka nafikia hatua mtu anawatafsiri wenzake, yani anawatazama, anaona hivi, nyinyi mmemkosea nini Mola wenu? Kwa sababu gani? Yani anashangaa kwa nini nyinyi mnaishi maisha ya kimaskini, masakini, fukara, hamna kitu, hohe hahe, mnaishije nyinyi maisha haya? Yani anashangaa kwamba mmemkosea nini Mola wenu. Yani kana kwamba nyinyi mnatakiwa mjiangalie upya, wapi mmemkosea Mola wenu, kwa nini msipate pesa? Yani mtu kwa jeuri ya pesa mpaka anafikia tu anakushangaa wewe, kwa nini hauna pesa? Yani unakosa pesa, sasa si bora ufe tu? Una faida gani? Na inafikia hatua mtu anasema maneno kama haya kumwashiria mwenzake kwamba wewe kuendelea kuishi mafi faida, hakuna faida, sababu hauna pesa. Yani anatasawari kwamba ili uweze kuishi maisha bora unatakiwa uwe na pesa. Sasa ukiangalia mtu huyu, hii pesa alivyoipata ni njia za haramu, na anavyozitumia njia za haramu, ndio mpaka inafikia hatua mtu anakuwa na kibri, anawadharau wenzake, anasahau kwamba aliyemwafikisha na kumjalia hii mali kuipata ndiye aliyemfanya huyu naye akose. Allah tabaraka wa taala, yeye ndio anayemruzuku amtakaye subhanahu wa taala kwa hikma yake. Anamruzuku atakaye kwa fadhila zake, na anamnyima atakaye kwa hikma zake Allah subhanahu wa taala. Kwa hivyo katika tabia njema ni kujiepusha na kibri. Kadhalika aliyejaliwa elimu akawa na wadharau wenzake na kuona kwamba wote majahili, wote mtaniambia nini, nyote hapa majahili, yani hakuna mtu wa kuongea hapa, nyote hapa mawe tu. Hata kibri, hii tabia ni mbaya sana, haitakikani kwa Muislamu, wa bil khusus tulabul ilmi, wanafunzi au maduati, haitakikani kujipamba na tabia hii ya dharau, tabia ya kibri, kuwadharau Waislamu na kuwarembea maneno ambayo sio mazuri, kwamba hanyi majahili, wajinga, wapumbavu na mfano wake. Haya si maneno ya sawa, na hayakuwa maneno kama haya yakiwatoka wema waliotangulia kuwarembea watu wao au wanafunzi wao au ndugu na jamaa. Wewe Allah amekujalia kupata elimu, basi mshukuru Allah tabaraka wa taala, na ujitahidi kuwaelimisha wenzako, na wao Allah tabaraka wa taala awajalie wapate katika elimu. Tayeb, kisha anamalizia imamu maneno yake kwa kusema rahimahullahu taala, wa mujanabati alghilzi walghadabi walmuakhadha. Pia katika tabia njema ni mtu anapokuwa anatangamana na wenzake ni kujiepusha na ghilz, kuwa na moyo wa ususuavu, kujiepusha na kuwa na moyo mgumu, moyo usiokubali, usiotoa msamaha, moyo usiokuwa na huruma. Kadhalika walghadabi, kujiepusha na ghadhabu, kuchukia, kukasirika. Hii si katika tabia njema. Kitu kidogo tu tayari ushakasirika na umepaniki, na unaweza ukafanya mambo makubwa yaliyokuwa mabaya kwa sababu ya hasira. Yani jambo dogo unaweza ukavunja vitu vyote nyumbani kwako, kitu kidogo tu, jambo ambalo unaweza kusamehe na maisha mengine yakaendelea. Lakini ukifika nyumbani unavunja vyombo, unavunja majagi na chupa na kadha, kisa
kuna jambo moja tu limefanyika pale nyumbani. Sasa unatakiwa Muislamu wa bilkhususi mwanamume uwe na kifua kipana cha kusamehe, kadhalika na usiwe ni mwenye kulipiza visasi. Usiwe ni mwenye kupenda kulipiza visasi kwa walio kukosea, kwamba hadhihi bitilka, kwa vile umenifanyia hivi basi subiri na mimi nitakufanyia vile. Hapana, hawakuwa hivyo wema waliotangulia. Hawakuwa ni watu wenye kulipiza visasi, bali inapopelekea na inapolazimika sasa kwamba kutokana na jambo hili na ukubwa wake, hapa lazima kulipiza, hapa lazima kukushtaki, hapa lazima kadha, hiyo haina budi. Lakini baadhi ya mambo yaliyokuwa ya kawaida, mambo madogo, inatakiwa Muislamu kuwa ni mwenye kusamehe na kuwachukulia udhuru waislamu wenzako. Haya ni maneno ya Qadhi Iyadh rahimahullah ta'ala, akielezea uhakika na uhalisia wa tabia njema, na haya yote aliyoyaeleza ndio hali halisi ambazo tunaishi nazo. Kwa hiyo tuyachukue haya mafunzo, twende tukaishi nayo katika jamii zetu, kuanzia nyumbani kwetu, lakini pia na jamii yetu iliyotuzunguka. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mu'min aliyekamilika zaidi kiimani, mu'min ambaye mwenye imani iliyokamilika zaidi kuliko wengine, ahsanuhum khuluqa, ni yule mu'min mwenye tabia mzuri. Mu'min mwenye tabia njema, huyo ndio mu'min ambaye mwenye imani iliyokamilika. Hadithi hii ameitoa Imam Abu Dawuda, kadhalika na Imam Tirmidhi, na amesahihisha Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhim katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, ikibainisha ubora na umuhimu wa tabia njema, na kwamba tabia njema min mukammilatil iman, ni katika mambo yenye kukamilisha imani, kama tulivyoona katika mazungumzo yetu hapo awali. Sehemu ya pili katika mazungumzo yangu, ikiwa ni mwendelezo wa nukta hii ya tabia njema, min madhahiri husnul khuluq, baadhi ya mambo ambayo yanaonesha kuwa mtu huyo ana tabia njema, mambo ambayo yatakuashiria wewe kwamba una tabia njema. Yako mengi, lakini hapa tunataja baadhi yake, mambo ambayo yanaashiria kwamba Muislamu huyu ana tabia njema. Yako mengi. Jambo la kwanza, as-sidq wal amana, ni mtu kujipamba na ukweli na uaminifu. Hii ni katika tabia njema, na hili ni jambo la kwanza katika mambo ambayo yanakuashiria wewe na yanakufanya wewe uwe ni mwenye tabia mzuri. Kujipamba na tabia ya kusema ukweli katika maneno yako, kadhalika kujipamba na uaminifu. Kuwa mwaminifu pindi unapoaminiwa na watu, ukakabidhiwa amana zao, basi uwe mwaminifu, kwa maana uzihifadhi amana zao na uwatekelezee amana zao, kama vile ambavyo umewafikishwa na Allah tabaraka wa taala kutekeleza amana zake, kwa maana kutekeleza ibada. Unapotekeleza ibada za Allah tabaraka wa taala, basi ujue ya kwamba umetekeleza amana za Allah subhanahu wa taala. Basi hivyo hivyo kuwa mkweli, kadhalika na kuwa mwaminifu unapoamiliana na wenzako. Jambo la pili, arifku wal hilm, kujipamba na upole. Muislamu unatakiwa ujipambe na tabia ya rifku, uwe na tabia ya upole unapoamiliana na wenzako, kadhalika uwe na tabia ya upole unapoyaendea mambo ya kiibada. Unapoyaendea mambo ya kielimu, unatakiwa uyaendee kwa upole na usiwe ni mwenye kukurupuka. Unapotaka kufanya kila jambo, Muislamu unatakiwa ulifanye na uliendee jambo hilo kwa upole, na umuombe Allah tabaraka wa taala akuthibitishe na akuwafikishe katika jambo hilo, ulifanye vizuri. Kadhalika umuombe Allah akuruzuku ikhlas. Jambo la tatu katika mambo ambayo yanaashiria kwamba mtu huyu ana imani, kwamba mtu huyu ana tabia njema, alhayau, ni mtu kujipamba na haya. Mtu kujipamba na tabia ya haya.
tumezoea kusema aibu. Tumezoea kusema kutumia lugha ya aibu. Yani uwe ni mtu mwenye kuona aibu. Yani usiishi maisha ya mtu ambaye asiyekuwa na aibu. Yani ukaishi maisha kama mnyama, sababu viumbe wasiokuwa na aibu ni wanyama. Hawana haya. Ndio maana wanafanya lolote wanaloweza kwa sababu hawana akili. Ama sisi wanadamu tumepewa akili, kwa bil khususi waislamu tuna miza, tumetofautishwa na watu wengine. Allah tabaraka wa taala ametufadhilisha katika hilo kwa sababu sisi ni wenye kutekeleza na kufuata maagizo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa na haya ni katika ishara zinazoashiria kuwa wewe ni mwenye tabia nzuri. Kadhalika badhulul ma'rufi, kufanya wema, kuwafanyia mazuri wenzako. Jambo la 5, kaful adha, kuwaondoshea wenzako matatizo na kuwaepushia mabalaa na majanga na kero. Kadhalika jambo la 6, as-sabru ala al-adha wa adamu al-ajala, kuwa na subira juu ya maudhi ambayo yatakufikia, juu ya maudhi ambayo utayapata kutoka kwa wenzako ambao unaamiliana nao. Uwe ni mwenye kutahammal na ni mwenye kusubiri na kuwaombea dua kwa Allah tabaraka wa taala aweze kuwaongoza. Lakini jambo la 7, tarkul kibri wal ujub, kujiepusha na kiburi na kujiona. Kujiepusha na kibri na kujiona, sawa sawa kwa mali au kwa elimu au kwa cheo au kwa mambo mengine ya kidunia ambayo Allah amekuruzuku katika neema zake. Usiwe na kibri kwa neema ya Allah tabaraka wa taala aliyokuneemesha, kwa sababu Allah ni muda wowote anaweza akakuchukua wewe au akaichukua hiyo neema inayokupa kibri na ukabaki kuwa ni maskini, tena zaidi ya maskini ambao uliowazoea kuishi nao na kuwaona. Na hilo kwa Allah ni jambo jepesi mno. Kwa usiwe na kibri, kadhalika usiwe ni mwenye kujiona na kuwadharau wenzako. Lakini jambo la 8, mujanabatul ghadab, kujiweka mbali na ghadab, kujiepusha na hasira. Usiwe ni mwenye kukasirika mara kwa mara Muislamu. Kufanya hivyo basi hii ni ishara kuonesha kwamba umejipamba na tabia njema pia. Kadhalika jambo la 9, wal muakhadha, yani mujanabatul muakhadha, kujiepusha na jambo la kulipiza kisasi. Jambo dogo tu tayari unalipiza kisasi, jambo ambalo linahitajia uweze kusamehe. Huenda mwenzako kakukosea khata'an, kakufanyia jambo ambalo linakukera kwa sababu tu amekosea, ameteleza, basi anataka msamaha, umsamehe huyo. Mbona Allah tabaraka wa taala tunamfanyia mengi yaliyokuwa mabaya, lakini tunatubia kwake yeye, na Allah tabaraka wa taala yakubali taubatana, anazikubali na kuzipokea toba zetu. Kwa nini wewe usiwasamehe wenzako kwa yale ambayo wanaokuwa wamekukera katika mambo yaliyokuwa madogo mengine? Kwa usiwe ni mwenye kulipiza visasi. Hii pia ni katika alama zinazoonesha kuwa umejipamba na tabia njema. Jambo la 10, husnul muamala bin nasi, ni kuamiliana na watu kwa wema. Husnul muamalati bin nasi, kuamiliana na watu kwa wema. Wa adamu ihtiqarihim, na kutokuwadharau watu. Wa adamu ihtiqarihim, na kutokuwadharau wenzako. Watarafu alaihim, na kutokujinyanyua juu yao. Muislamu unatakiwa uwe ni mwenye tawadhu, na hili ni jambo la 11 katika mambo ambayo yanaashiria kuwa umejipamba na tabia njema. Ni at-tawadhu, unyenyekevu. Na katika unapokuwa ni mutawadhi, unapokuwa Muislamu ni mnyenyekevu, basi hutokuwa ni mwenye kujipamba na tabia ya kujipaisha na kujiona kwamba mimi ndio mwamba. Unajipiga kifuani. Mwingine anatembea anajipiga kifuani, anakuambia mimi ndio mwanaume wote hapa wanawake. Si katika tabia njema. Yani kuwaona kwamba wanaume wenzako kwamba ni kama wanawake tu, yani wewe tu ndio mwanaume. Hii ni kibri na hii ni kujipaisha kwa wenzako, wa hadha haram. Hili ni jambo la haram. Hali tena saa zingine unakuta anayefanya haya ni Muislamu. Sasa jambo hili halitakiwi. Muislamu mu'min anatakiwa awe na tawadhu, awe ni mnyenyekevu, awe ni mwenye kujishusha. Haitakiwi wewe kuwa ni mwenye kujipaisha. Yani kila sehemu ambapo watu wamekaa
basi unataka yani wewe unainuka alimradi watu wote wajue kwamba mwanaume yupo. Hii si katika tabia njema. Wewe kaa kwa utulivu, watu kama wanakutafuta wana shida na wewe watakuinua tu, watakuita, watajua upo. Lakini kitendo cha mtu kujipaisha na kuwadharau wenzake, jambo hili linaashiria kwamba mtu huyo amekosa tawadhu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man tawadha lillahi rafa'ahu Allah, yeyote ambaye atakayenyenyekea kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, basi Allah tamnyanyua mja huyo. Wewe kuwa mnyenyekevu, usijipaishe bali kafikia hatua unawadharau wenzako kwa sababu unajaribu kujipaisha juu yao, lakini wao bado wanakushusha. Jambo hili litakupelekea uweze kuwadharau na kuwakata saa zingine. Hili jambo si jambo zuri kwa Muislamu, bali unatakiwa uwe ni mwenye kujishusha siku zote, uwe ni mwenye unyenyekevu, na ukitaraji malipo kwa Allah tabaraka wa taala, na ujue ya kwamba kitendo hicho cha tawadhu, unyenyekevu ulionao, hiyo ni ibada. Hiyo ni nini? Ni ibada. Na kupigieni mfano waumini wa kijiji hiki Mambamba, na kupigieni mfano, la uzaki ala Allah ahad, simpaishi na kumtukuza yoyote kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini Sheikh Abu Yusra mimi nimeishi naye vizuri wallah, na mdhania khairi Sheikh Abu Yusra, na mpigia mfano kwa sababu ni imamu wenu hapo, si ndio? Na Sheikh wenu. Kwa hivyo nakupigieni mfano kwa muamala ambao Sheikh mimi nimeamiliana naye wakati tuko chuoni, ni Sheikh ambaye mutawadhi'un, tumdhania hivyo, na Allah tabaraka wa taala hasibu. Nimekupigieni mfano kwa Sheikh wenu kwa maana mje msome tabia nzuri kwa Sheikh wenu. Sheikh Abu Nuwaira ameelezea mwanzo kwenye mukaddima kwamba tulikuwa pamoja na Sheikh Kenya Kisauni chuoni pale. Kwa nimeishi na Sheikh kwa muda ambao nimeishi naye, ma alimtu minhu illa khairan, sikujua kwake yeye katika tabia isipokuwa tabia zilizokuwa mzuri, tabia za tawadhu. Allahu akbar. Huyu ni mtu wa kujishusha sana. Sasa na sisi natakiwa tuige tabia kama hizi. Sheikh Abu Yusra anaweza kama amekaa sehemu kapita wala usijue kama amekaa hapa Sheikh. Nyinyi mtakuwa ni mashahidi. Kwa sababu nyinyi bila shaka ndio mnaishi naye, mnaamiliana naye. Mimi nimeamiliana naye lakini sio kwa miaka mingi. Lakini nimesoma mengi sana kwa Sheikh Abu Yusra. Wafaqahu Allah tabaraka wa taala lima fihi ridha. Na Allah tabaraka wa taala tujalie na sisi tuwe ni wenye kujipamba na tabia hizi. Nimepiga mfano mmoja, lakini mashekhe hapa wako, tuko na Sheikh Abu Nuwaira, lakini nimemtaja shekhe hapa kwa sababu ndio shekhe wa kijiji chenu hiki. Kwa mjitahidi sana Waislamu wa maeneo haya kuchukua tabia njema kwa Sheikh Abu Yusra, ambazo hizi tabia bila shaka atakuwa anakufundisheni. Kwa mnaposoma kwa shekhe hamchukui elimu tu, bali mtachukua na adabu. Unaposoma kwa mwalimu wako unajifunza mambo mengi sana. Kwa hiyo tujitahidi sana wanafunzi kujipamba na tabia njema ambazo tunazichukua kwa mashekhe zetu na walimu wetu. Nukta ya mwisho katika kumalizia muhadhara, sababu bila shaka muda umekwenda. Tutamalizia muhadhara huu kwa kutaja wasailu tahdhibi alkhuluq alhasan, baadhi ya mambo ambayo yanasaidia na baadhi ya misingi ambayo inamsaidia mtu kuiweka vizuri tabia yake, yani kuibadilisha tabia. Kama mtu alikuwa na tabia mbaya, basi atafanyaje Muislamu aweze kubadilisha tabia, ajipambe na tabia mzuri, aachane na tabia mbaya, tabia chafu, tabia ambazo hazimridhishi Allah tabaraka wa taala. Kadhalika hata jamii inaziangalia tabia hizo kwa ubaya. Iko misingi mingi, yako mambo mengi ambayo mtu ukiyafanya yataitengeneza vyema tabia yako. Lakini katika hayo dua Allah taala tayataja kwa ufupi kwa ajili ya wakati.
Dua Allah ta'ala ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala an yuhsina khuluqaka wa yu'inaka ala dhalik, kumuomba Allah tabaraka wa ta'ala aitengeneze vema tabia yako na akusaidie katika hilo. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min duaihi, na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam miongoni mwa dua zake, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika dua zake alikuwa akipenda kuomba dua hii, Allahumma, ewe Allah, ahsanta khalqi, hakika wewe umeniumba kwa umbile lililokuwa zuri, kama ulivyoniumba kwa umbo lililokuwa zuri, fa ahsin khuluqi, na kuomba ewe Mola wangu unijalie kuwa na tabia njema, ifanye tabia yangu kuwa ni nzuri. Haya ni katika maombi na dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hii ametoa Imam Ahmad na amesahihisha Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa jambo la kwanza katika mambo yanayosaidia wewe kutengeneza tabia yako ni kuomba dua. Ujitahidi sana Muislamu kumuomba sana Allah tabaraka wa taala akutengenezee tabia yako kuwa njema, akujalie uwe ni mwenye kujipamba na tabia njema. Jambo la pili, an-nadharu fi sirati salafi wa ahwali salihin, kupitia sana na kusoma sera ya wema waliotangulia na kuangalia hali za waja wema, kuangalia sera za wema waliotangulia kadhalika na hali za waja wema. Hili ni jambo la pili katika mambo ambayo yanasaidia kwenye kutengeneza na kurekebisha tabia zetu, hasa kwa tulabul ilmi, kujitahidi ambao wanaweza kufungua vitabu. Basi tufungue vitabu tuangalie sera za wema waliotangulia, wameishije. Je, hivi wema as-salaf as-salaf as-salih, wema waliotangulia, je waliishi hivi tunavyoishi leo? Mtu unaweza ukawa na mali, unakuwa na pesa, mwenzako jirani yako yupo katika hali duni sana, anashinda njaa, analala njaa na watoto wake, bila hata kuodisha na kumjulia hali, ndugu yangu vipi, mbona sisikia hata kukohoa, kuna nini, kuna usalama huko? Ili aweze kukuambia kuna usalama, lakini tuna shida shekhi, njaa, ukaweza kumsaidia. Hakuna kuulizana na kuambia kila mmoja anakufa kivyake. Haya ndio maisha ya sasa, kila mmoja anakufa kivyake, kullu wahidi ala shakilatihi. Sasa je, tuangalie hivi ndivyo walivyoishi wema waliotangulia? Hapana, hawakuishi hivyo, walikuwa wakipendana na kusaidiana. Jambo la tatu, maarifatu fadaili husni alkhuluq, kufahamu ubora wa tabia njema na malipo ambayo Allah ameandaa kwa watu wenye kujipamba na tabia njema, na kufahamu ubaya wa tabia mbaya, madhara ya tabia mbaya na yale ambayo Allah amewaandalia wenye kujipamba na tabia mbaya siku ya kiyama, kama tulivyoona katika baadhi ya dalili ambazo tumezisoma hapo juu. Kwa ukishafahamu ubora wa tabia njema na madhara ya tabia mbaya, jambo hili litakusaidia wewe kujipamba na tabia njema na ujiepushe na tabia zilizokuwa mbaya. Jambo la nne, albu'du anil ghadabi, kujiweka mbali na hasira, yani usiwe ni mwenye kukasirika mara kwa mara. Mtume sallallahu alayhi wasallam, siku moja sahaba alienda kumtaka mtume mnasihi na ampe usia, akamwambia ya Rasulullah ausini, ewe mjumbe wa Allah nakuomba niusie. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia la taghdab, usia wangu wa kwanza usikasirike, usipende kufanyaje kukasirika. Akamwambia nakuomba niusie, akamwambia la taghdab, usipende kuwa ni mtu wa hasira. Akamwambia tena, yani kana kwamba yeye kuna jambo litaka mtume amuhusie sallallahu alayhi wasallam, lakini bado mtume hajalitaja. Akamwambia tena nihusie ewe mtume. Mtume alayhi salam akamwambia la taghdab, usiwe ni mtu mwenye kupenda kukasirika unapochukizwa na watu. Kuwa na kifua kipana, uwe ni mtu mwenye kufanyaje kusamehe. Haya ndio mafundisho ya Mtume Muhammad
sallallahu alayhi wasallam. Tukiishi hivi basi maisha yetu yatakuwa ni maisha ya raha. Lakini tusipoishi hivi, kusameheana, tukawa na vifua vipana kama walivyokuwa wema waliotangulia na kuchukuliana udhuru, basi tutaishi kwa mifundo. Tutaishi kwa mifundo na kuhamana na kukatana. Inafikia hatua mtu kwa sababu ndogo tu mnapishana. Huyu anapita, huyu mwingine anapita kule. Mafi salam. Hakuna hata cha kusalimiana. Kwa sababu gani? Kuna jambo dogo tu mmekwazana na mmekosa kusameheana. Atakaye muanza mwenzake kwa kumsamehe ana kheri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la 5 katika mambo ambayo yanasaidia kutengeneza tabia, mujalasatu ashabil khuluqil hasan. Kupenda kusuhubiana na kuketi na watu wenye tabia njema. Tujitahidi sana waislamu kukaa na watu wenye tabia njema ili tuchukue kwao yaliyokuwa mazuri. Walbu'du an mujalasati ashabil khuluqis sayyi, na kujiweka mbali kuketi na kusuhubiana na watu wenye tabia chafu, kwa sababu rafiki siku zote anaathiri, anamuathiri rafiki yake. Kwa jitahidi sana Muislamu kumfanya mtu ambaye wakusuhubiana naye mara kwa mara, kutaka ushauri kwake, awe ni mtu ambaye ni mwenye tabia njema, na ujiweke mbali kusuhubiana na mtu mwenye tabia chafu, kwa sababu atakuathiri na utajikuta na wewe umekwenda na maji kama alivyopotea yeye. Wa na'udhu billahi min dhalika. Tayib, haya ni mambo 5 ambayo yanasaidia mtu kuitengeneza tabia yake, na mengineyo ambayo hatutaweza kuyataja hapa kwa sababu ya wakati. Insha Allah taala kwa leo tutabakia hapa, tutosheke na hiki kichache ambacho tumekifikisha, na namuomba Allah tabaraka wa taala aninufaishe mimi kwa haya maneno na elimu hii ambayo nimeitoa, lakini pia na nyinyi pia mnufaike na maneno haya. Na Allah tabaraka wa taala ajalie kikao hiki na amali hii katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama, na ajalie kuwa ni kafara ya madhambi yetu. Sisi tunamwasi sana Allah tabaraka wa taala laila wa nahara, usiku na mchana. Basi tukimbilie kwa Allah tabaraka wa taala kwa kumuomba toba, na katika kutubia kwa Allah tabaraka wa taala na kukimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kumuomba Allah kupitia zile khairi tunazozifanya. Sasa tumuomba Allah kwa hiki kikao, Allah ajalie kuwa ni kafara ya kufutiwa madhambi yetu. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.